Naam bwana, ni hali ya huzuni ambayo imetanda huko mkoani Morogoro baada ya ndugu, jamaa na marafiki kufahamu kwamba ndugu yao ambaye alipotea tokea mwaka jana Disemba kwamba alikuwa amefariki, ameuawa na kufukiwa ndani. Taarifa kamili inasema kwamba aliyepotea mnamo Disemba mwaka 2025 mwili wake umekutwa umefukiwa ndani. Taarifa zaidi inaeleza kwamba mwili wa mwanamke aliyefahamika kwa jina la Lilian Daniel mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa kijiji cha Changarawe, kata ya Masanze, wilayani Kilosa, mkoani Morogoro, umekutwa mwili wake umefukiwa ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi baada ya kuripotiwa kupotea tangu Disemba mwaka 2025. Baba wa marehemu Dastusi Manga anasema kwamba binti yake alipotea katika mazingira ya kutatanisha, lakini hakukuwepo na haikuwa tabia yake kuondoka nyumbani bila kuaga mara kwa mara. Familia iliamini kwamba angeweza kurejea baadaye, japo jambo hilo halikutokea. Lakini pia vilevile ni kwamba jeshi la polisi mkoani Morogoro kwa sasa hivi linamtafuta mwanaume mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, akihusishwa na tuhuma za mauaji ya mwanamke huyo. Tukio hilo limebainika katika kitongoji cha Kipera katika kijiji cha Changarawe baada ya ndugu na wananchi kuanza jitihada za kumtafuta marehemu ambaye hakuonekana tangu Disemba mwaka uliopita, mwaka 2025. Taarifa za awali zinaeleza kuwa Lilian Daniel ambaye ni marehemu alikuwa amefukiwa humo ndani, alikuwa katika mahusiano ya kimapenzi na mtuhumiwa anayesakwa, ambapo walikuwa wakiishi pamoja kama mke na mume katika nyumba hiyo. Lakini pia baada ya juhudi za muda mrefu za kumtafuta bila mafanikio, ndugu wa marehemu waliamua kukagua nyumba waliokuwa wakiishi kwa lengo la kupata dalili zozote zile zinazoweza kusaidia kumpata. Wakati wa uchunguzi huo ndipo walipobaini kwamba kuna uwepo wa kaburi ndani ya nyumba hiyo. Mmoja kati ya mashuhuda wa tukio hilo, baada ya kukuta kaburi ndani, alitoka moja kwa moja kwenda kwa mwenyekiti wa kitongoji kwenda kutoa taarifa kwamba katika ile nyumba yenyewe walikuwa wamepewa kwa ajili ya kuishi, yani kama vile walikuwa wamepangishwa, ni nyumba ya udongo lakini walipewa makazi waishi hapo. Sasa baadaye ni kwamba mwenye nyumba mwenyewe alishangaa kwamba hakuna mtu anayeishi pale na hana taarifa yoyote. Kumbe baadaye ndio ikaja kugundulika kwamba mwanaume ambaye alikuwa anaishi na huyu bidada Lilian, yeye alitokomea kusikojulikana, na hata Lilian naye pia hakujulikana alipokwenda. Ndipo mwenye nyumba kurudi katika nyumba ile na kuingia ndani kukagua, akakuta kwamba kuna kifusi kimejazwa humo ndani, na baadaye ndo akaamua kupiga simu ndo akaamua kwenda kwa mwenyekiti wa kitongoji kutoa taarifa hizo kwamba katika nyumba ambayo nilikuwa nimemkabidhi kijana aliyekuwa anaishi na Lilian aliyepotea, nimekuta ndani kuna kifusi. Ndipo hapo ikabidi mwenyekiti apige simu moja kwa moja kwa jeshi la polisi kwa ajili ya kufika eneo la tukio. Baada ya kufika katika eneo hilo la tukio, walipoingia ndani kweli wakakuta kifusi ambacho kilikuwa kimelundikwa humo ndani, na pia vile wakakuta godoro jembamba likiwa limelazwa juu yake. Walivyotoa godoro ndipo wakakuta kiganja cha binadamu, ikabidi wafukue, na ndipo wakatoa mwili ambao baada ya uchunguzi na upelelezi wa awali wakajiridhisha kwamba kweli ni mwili wa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Lilian, alikuwa anaishi hapo na mwanaume wake, ambapo mwanaume mwenyewe bado hajafahamika alipo mpaka sasa, na jina lake ndo hivyo limehifadhiwa kwa ajili ya harakati za uchunguzi zaidi kuhusiana na tukio hilo. Kwa
Kwa mujibu wa jeshi la polisi, kaburi hilo lilifukuliwa na kukutwa mwili wa mwanadada huyo aliyesadikiwa kuwa ni Lilian Daniel. Polisi wamesema kwamba uchunguzi wa kisayansi unaendelea ili kuthibitisha utambulisho wa mwili huo pamoja na kukamilisha taratibu za kisheria dhidi ya mtuhumiwa anayesakwa. Lakini pia vile ni kwamba tukio hilo baada ya baba wa marehemu alieleza kwa huzuni kubwa kwamba iliyoikumba familia yake baada ya kumtafuta binti yao kwa muda mrefu bila mafanikio. Lakini pia tukio hilo limeacha majirani na wakazi wa kijiji cha Changarawe katika hali ya mshtuko na mshangao mkubwa, huku uongozi wa kijiji ukishirikiana na vyombo vya dola tangu hatua za awali za uchunguzi wa mwili huo ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Lakini pia vile mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamudu Shaka amefika eneo la tukio na kushuhudia zoezi la kufukuliwa kwa mwili huo, huku akitoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Lakini pia serikali imeahidi kufuatilia tukio hilo kwa ukaribu ili kubaini chanzo cha mauaji hayo na kumtafuta mtuhumiwa aliyehusika. Jeshi la polisi linaendelea na msako wa rafiki wa kiume wa marehemu ambaye anahisiwa kuhusika na tukio hilo la kikatili. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ni tukio ambalo kiukweli limegusa hisia za watu, limeshangaza watu wengi sana kwa kitu ambacho kimetokea, kwamba mwanaume alikuwa anaishi na mpenzi wake, lakini haijajulikana chanzo cha hayo yote ni nini, lakini tukio lenyewe linaonyesha kwamba mwanadada huyu alifukiwa ndani. Sasa mwenye nyumba alivyokuja kukagua ndo akakuta ndani kwake kuna tuta, na kuangalia vizuri ndo akakuta kuna kiganja, na jeshi la polisi likahusika kwa ajili ya kutoa mwili huo, na ndugu jamaa na marafiki wakasogea hapo, na msako unaendelea kwa ajili ya kumtafuta mtuhumiwa. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.